kutoka NBAA ambao watatuongoza kwenye mjadala huu. Tunaye CPA Winnington Makaka ambaye ni mdhibiti wa viwango wa Bodi ya Taifa ya Wahasibu na Wakaguzi wa Hesabu NBAA, lakini pia tunaye CPA Mohamed Nusra, mkuu wa kitengo cha viwango na huduma za kiufundi. Kwanza nataka nikusalimie peke yako. CPA Winnington Makaka, habari ya asubuhi. Salama. Karibu sana. Asante sana. Naam, sauti hiyo ulisikia ni ya Winnington Makaka. Yeye ni mdhibiti wa viwango wa Bodi ya Taifa ya Wahasibu na Wakaguzi wa Hesabu NBAA. Lakini pia tunaye CPA Mohamed Nusra. Mohamed, habari ya asubuhi. Salama kabisa. Karibu sana. Shukrani sana. Na Mohamed ni mkuu wa kitengo cha viwango na huduma za kiufundi. Hawa ni wageni wetu wa muhimu ambao watatuongoza kwenye mjadala huu. Tutazungumza nao kuhusu mfumo huu mpya, namna unavyofanya kazi, lakini pia athari zake katika uchumi na uwajibu wa taasisi na wahasibu wote nchini. Karibu sana wewe msikilizaji ambao unatusikiliza. Kama una maswali, tafadhali yaelekeze maswali hayo kupitia nambari yetu ya simu 0621 107 107, lakini vile vile pia kupitia channel yetu ya YouTube, nasi tutayauliza kwa niaba yako kwa wataalamu wetu. Tuanzie kwako CPA Winnington. Unaweza kutufafanulia kwa ufupi sana mfumo huu mpya wa NBAA verification number ni nini hasa? Asante sana ndugu mtangazaji. Kwa ufupi labda ningeanza na majukumu makuu ya bodi. Majukumu makuu ya NBAA ni pamoja na usajili, usimamizi, uendelezaji wa taaluma ya uhasibu, uwekaji wa viwango, lakini kuna majukumu mengine ambazo ndio kapangiwa na waziri au wizara mama. Tukitokea kwenye haya majukumu niliyoyataja, sasa tunaenda kwenye jukumu namba 2 ambalo ni la usimamizi. Bodi kama NBAA kama msimamizi wa taaluma ya uhasibu na ufanyaji kazi wa shughuli zote za kihasibu na kikaguzi, sasa tumeenda kwenye hilo jukumu kwa kuhakikisha linatekelezwa vizuri. Na katika utekelezaji wake tulikutana na changamoto mbalimbali za kutekeleza hilo jukumu la usimamizi, hasa usimamizi wa wahasibu na wale wanaotumia taarifa za hesabu. Kwa miaka kadhaa tumekuwa na watu wengi ambao wanatumia hesabu zetu zilizoandaliwa na wahasibu, lakini kumekuwepo na shida, baadhi ya watu wanautumia vibaya hizo hesabu, au wengine tunaita kufoji, Kiswahili chake nadhani kugushi. Wanagushi zile hesabu. Sasa ikabidi sasa tukae tufanye utafiti kuona ni kwa jinsi gani tunaweza tukadhibiti au watu ambao wanagushi hesabu, ndo tukaja na mfumo unaitwa NBA Vini. Mfumo wenyewe wa NBA Vini ni mfumo ambao unatumika kuhakiki zile hesabu ambazo zimeandaliwa na wakaguzi, kuona kama hizo hesabu ambazo zimeandaliwa na wakaguzi zimetoka kwa mkaguzi wenyewe. Kuna watu ambao wanaingilia kati. Leo hii Mr. Mohamed anaweza akaandaa hesabu zake akawa nazo, lakini mtu mwingine yeye si amaliza kukagua zile hesabu anakupa wewe mteja. Akishakupa wewe mteja, wewe unakuwa na matumizi mbalimbali. Maanake unaweza kutumia hizo hesabu kwenda TRA kwa ajili ya kufile return, lakini unaweza kutumia hizo hesabu ukaenda benki kwa ajili ya kuombea mkopo, ukatumia hizo hesabu kwa ajili ya kupeleka kwenye mamlaka za manunuzi kwa ajili ya kuombea tenda mbalimbali. Sasa kumbuka, aliyeandaa hesabu yeye alishakukabidhi. Sasa wewe ukifika huko, kuna wengine ambao sio waaminifu, anatumia hizo hesabu ambazo umepewa, kwa sababu kwenye uandaji wa hesabu au wakaguzi, yeye ana kitu kinaitwa opinion page.
ni ukurasa ambao unatoa maoni ya zile hesabu kwamba hizi hesabu kweli zilivyoandaliwa zimeandaliwa kwa mjibu wa sheria na viwango vilivyowekwa. Lakini utakuta hesabu zina karatasi kama 20. Ile karatasi ya mkaguzi ni 2 au 1. Basi. Sasa wale watumiaji wa zile hesabu anaenda ndani anabadilisha zile hesabu zile namba, ila ile karatasi iliyoandika kwamba hizi hesabu ni sahihi inabaki vile vile. Kwa hiyo yule mkaguzi anabaki na kopia kwake ambayo yule anaenda kuzitumia ameshaibadilisha. Sasa kwa sababu hamna sehemu ambako utaweza kufanya uhakiki, wewe ukipewa hesabu kutoka kwa mkaguzi, kwa yule user, kwa yule mtu ambaye ni mwenye kampuni yake, utaamini ndio hesabu sahihi ambazo mkaguzi ameshakuhakikishia. Kumbe ni tofauti na zile zilizobaki. Kuna mambo ya kugushi. Sawa. Asante sana CPA Makaka. CPA Nusra, kwa upande wako ni kwa nini NBAA imeona kuna ulazima wa kuanzisha mfumo huu ambao Makaka ametoka kuelezea muda mchache uliopita, na kulikuwa kuna changamoto zipi kabla? Nashukuru sana ndugu mtangazaji Mr. Mohamed. Naam, Wajina. Asante sana Wajina. Kwanza nianze na hilo la changamoto ambayo ilikuwepo. Nafikiri Mr. Makaka amejaribu kugusia ukugushi kwa taarifa. Mtu mwandaaji wa zile taarifa anatengeneza zile taarifa kutokana na mahitaji ambayo yeye anataka yamfiti yeye. Haoneshi uhalisia wa yeye jinsi alivyo. Kwa mfano labda kama unasema mwandaaji anataka labda kupata mkopo kutoka benki. Sasa anaona ili nipate mkopo benki inabidi nitengeneze taarifa ambazo zionekane mimi naweza kuwarudishia mkopo wao mapema. Kwa hiyo sasa anaziandaa katika mfumo ule ili apate pesa. Alafu baadaye nataka labda nipate tenda kutoka serikalini, labda ujenzi wa hospitali, wapi imetangaza tenda serikalini, na serikali nao inione mimi nami niko vizuri, basi niziandae katika mazingira ambayo niko sawa, kwa sababu wanapofanya serikalini wanafanya evaluation ya hizi tenda. Kuna sehemu wanaita ni financial evaluation, sehemu ambayo wanaangalia wanahakiki uwezo wako wa kifedha. Sasa inapokuja wao wanajua, maana yake wale ambao wanaomba hizo tenda. Kwa hiyo wanaandaa katika mazingira ambayo wanafiti kwamba naweza nikaipata hii tenda. Lakini nyuma ya pazia inawezekana sio kweli. Kwa hiyo kuna mianya ya mtu kutumia taarifa za mtu mwingine akaziweka pale kwenye labda ile dokumenti yake ya kuomba tenda, ya kuomba zabuni kama hivyo. Kulikuwa kuna mianya hiyo huko nyuma? Ni miongoni mwa changamoto ambazo zilikuwepo, ama ni vipi mtu anaweza akacheza na hiyo taarifa mpaka ikawa lazimu nyie kitu kisiwe cha ukweli kikaonekana cha ukweli, na baadaye mtu akashinda hiyo zabuni ambayo anaitafuta? Makaka, naona kama ulikuwa kunataka kuchangia. Ni nafasi ya Mohamed, lakini tia neno kidogo alafu turejee kwake. Okay, hiyo mianya ipo kwa maana ya kama mtu anayekuja kutumia hizo hesabu hatapata sehemu ya kupata uhakiki. Kwa sababu shida inakuja kwa yule mtu anayekuja kukagua, yule mtu anayekuja kukupa hiyo tenda. Kwa sababu mtu anaandaa hesabu ili aweze kupata tenda. Kama unajua tenda ili niipate lazima niwe na mali zisizohamishika labda bilioni 1. Na wewe yule mkaguzi amekagua hesabu zako akakuta una milioni 500. Maanake unaingia kwenye zile hesabu zako pale sehemu ya mali zisizohamishika unaandika bilioni 1. Ili uweze kupata hiyo kazi. Sasa shida inakuja, wewe kuassess tulitegemea uwe na mali zisizohamishika bilioni 1, kwa maana utakuwa labda na magari na vitu vingine. Sasa at the end wewe uhalisia wako na milioni 500. Kwa hiyo tukikupa kazi hautaweza kuitekeleza, ndio unakuta miradi mingi ya serikali inafeli, inashindwa kutekelezeka kwa sababu mtu unampa, unasema huyu mtu ana uwezo, kumbe uhalisia wake mtu huyo hana uwezo wowote, na ameshampa hela, ndio hizo hela unakuta zinaliwa na serikali inaingia hasara. Sawa.
Mohamed, tupitishe sasa katika mfumo huu unafanya kazi vipi kwa upande wa wakaguzi wa hesabu na taasisi zinazokaguliwa? Mchakato ukoje kuanzia mwanzo hadi mwisho? Nashukuru Mr. Mohamed, asante sana. Mfumo huu una sehemu za watumiaji tatu za msingi. Sehemu ya kwanza, kwa sababu bodi kama alivyosema Makaka hapo, tuna bodi kama bodi inawasajili wakaguzi na wahasibu, lakini pia na zile kampuni ambazo zinafanya ukaguzi. Sasa mfumo huu una mlango, tuseme ndo windows kwa Kiingereza na Kiswahili, kwamba katika huu mlango huu sasa kuna mlango ambao ni wa wakaguzi. Kwa hiyo wakaguzi sasa ndo wana jukumu la kukagua taarifa mbalimbali katika nchi za taarifa za fedha. Kwa hiyo katika mlango ule sasa wao ndo wanaingia kutumia kwa ajili ya kusubmit, tuseme kuwasilisha zile taarifa kuja Bodi ya Taifa ya Wahasibu. Kwa hiyo wakishamaliza kukagua, wamemaliza kukagua, wanatoa ile Makaka amesema opinion yao kwamba hizi taarifa ziko fair ama zimeandaliwa vizuri. Baada ya pale wanaziattach kwenye mfumo vizuri, wanazituma bodi. Sasa bodi ina maana sasa kuna mlango mwingine, window nyingine ambayo ni tuseme ni watumishi wa bodi. Sasa wanaweza wakaingia wakaziona zile taarifa. Kwa hiyo wakiziona zile taarifa nao wanaziangalia kama ziko sawa. Kama haziko sawa, mfumo unawaruhusu wazirudishe, kwamba bwana, taarifa hizi haziko sawa, labda kuna sehemu ambao labda wanaattach zile taarifa. Kwa mtu anaweza akajisahau akaattach labda gazeti badala ya taarifa za fedha. Sasa hiyo inaweza ikatokea kiubinadamu. Kwa hiyo kama NBAA mtumishi anapoingia anaangalia kila kitu kiko sawa, basi anazi approve, anazithibitisha. Akizithibitisha sasa namba ile ndio inatoka. Kuna namba ambayo inaitwa NBA VN, verification number, ambayo inatoka sasa automatically. Na ikitoka automatically ile namba inakuwa automatically shared sasa. Yani inasambazwa kwa yule mkaguzi ambaye alizituma hizi taarifa, lakini na pia kwenye mfumo zinabakia. Bado kuna kitu nataka kuona. Je, mfumo wenyewe namna ambavyo umetengenezwa hii application, maana ndio mfumo, si ndio? Wenyewe una uwezo wa kutambua kwamba hizi taarifa zimepikwa ama hazijapikwa, ama tu ni kwamba tu mnataka ziwekwe pale ili mtu athibitishwe kwamba hii imefanywa na mtu fulani? Ama kwa sababu naweza nikawa mimi ni mkaguzi, nimekuja umenipa kazi yako, ni kweli unataka tenda, kama tulivyosema kwamba inahitaji mimi, inanilazimu kuwa na bilioni 1, naamua naweka tu kwamba lakini na milioni 500, naweka bilioni 1, na kuja kwenye mfumo naingiza. Mfumo wenyewe utawezaje, utagundua kwamba hizi taarifa ambazo mimi nimezitoa ni za uongo? Ama nyie sasa mnahitaji kufanya kazi ya ziada kuweza kuchambua kwamba hizi taarifa ni za kweli ama ni za uongo? Asante sana, labda niingilie kati hapo. Mfumo kama mfumo, hamna mfumo ambao utaweza kuzisoma zile hesabu. Anayetuthibitishia kwamba hizi hesabu ni sahihi au sio sahihi ni yule mkaguzi wetu ambaye ni mwanachama wa NBAA. Lakini kama nilivyoanza mwanzoni nilisema NBAA ina jukumu la kuwasimamia wakaguzi pamoja na waandaaji wa hesabu. Na tuna kitengo cha ukaguzi wa wakaguzi ambacho kinakuwa kinapita mara kwa mara kwenye wakaguzi kukagua zile hesabu zao. Sasa tukienda kule ndo tunathibitisha kwamba hizi hesabu ulizonazo zinaonyesha ukweli au hazionyeshi ukweli kwa mjibu wa tunaita document, supporting document ulizonazo. Na tukikugundua kwamba wewe hizo hesabu unazoandalia watu hazifati, unazipika, maana yake tunakufutia wanachama na hiyo kampuni yako tunaifuta. Asante sana. Kwa maelezo haya nimepata majibu, na naamini hapa wakaguzi wanapaswa kuwa waadilifu zaidi. Mfumo utasaidia kujua nani hesabu hii ameikagua ili tuweze kurudi kwake, lakini pia kuna haja ya watu kusimamia katika maadili na miiko ya kazi yao, kwa maana ya kutokupika taarifa. Kwa hiyo tuangazie hapa na taarifa hizi za kifedha, Mohamed, zina
Kuna taasisi ambazo zinaitwa public interest entities, ambazo hizo, kwa nini zinaitwa public interest entity? Ni kwa sababu wananchi wana mkono katika sehemu moja kwa sasa mwananchi pale anaweza akanunua hisa yoyote. Kwa hiyo sasa zile taarifa zinakuwa ni matumizi ya wananchi wote. Kwa mtu yoyote anaweza akaziona akafanya maamuzi mengine ya kununua share na vitu kama hivyo. Asante sana mami. Makaka, mfumo huu sasa ambao tunauzungumza, ambao ni kama mapinduzi yamekuja sasa, unabadilisha kwa namna gani kazi za wakaguzi wa hesabu? Ama tuambie unabadilisha kwa namna gani kazi za wakaguzi wa hesabu hapa nchini? Yes, asante. Kuna mabadiliko mengi kwa kipindi kifupi NBA imefanya. Na kabla ya kuja kwa huu mfumo, tulianza na mfumo wa kuwasimamia wahasibu. Tunaita wahasibu na wakaguzi, tunaita MEMS. Ndio maana kama CPA Mohamed alivyoeleza mwanzo, anayekuja kuingia kwenye mfumo mwanzoni lazima awe ni mwanachama wetu, na yeye anaingilia kwenye mfumo tuliokuwa nao awali. Umeuliza swali la pili ukasema unabadilisha vipi? Unabadilisha kwa namna gani kazi za wakaguzi? Kuna namna kama kuna mabadiliko kwa hali ilivyokuwa zamani na kuja kwa mfumo huu, labda kuna mabadiliko katika kazi zao ama namna ya kuweza kuwasilisha kazi zao kwenu. Kama kuna mabadiliko yoyote ndio tulikuwa tunataka kujua, na kama kuna maelekezo kwao au wakaguzi, mtumie nafasi dirisha hili sasa kuzungumza nao kwamba jamani, sasa hivi baada ya muda fulani hautaweza kufanya hivi, kuna mabadiliko haya ambayo mnatakiwa mupite huko. Yes, kuna mabadiliko mengi. Kwa mfano tumebadilisha, tunaita engagement letter, ule mkataba wa ufanyaji kazi kati ya wakaguzi pamoja na wale wanaokaguliwa. Tumewambia ile waibadilishe, badala ya waweke kipengele ambacho kinasema hizi taarifa ambazo zimeandaliwa zinaweza kupelekwa kwa mamlaka simamizi ikiwepo NBAA kwa ajili ya kupitishwa, na hii ni katika kulinda taarifa binafsi. Kwa sababu ile sheria ya taarifa ulinzi wa taarifa binafsi lazima mwambie mwenye kampuni kwamba ndugu yangu, hizi taarifa pamoja na kwamba nitakupa wewe, lazima nimpelekee mkaguzi wangu aweze kuzipitia na atabaki nazo kwa ajili ya matumizi mbalimbali. Lakini labda mtangazaji, umenipa nafasi nzuri ya kuwaeleza sasa wahasibu na wakaguzi kuhusu uandaji wa taarifa. Kwa mujibu wa sheria yetu, anayetakiwa kuandaa taarifa ni mkaguzi ambaye amesajiliwa na NBAA. Ni mhasibu ambaye amesajiliwa na NBAA, na sio mhasibu tu, ni mhasibu ambaye amesajiliwa na NBA katika tunaita kategori ya ACPA au kwenda juu, kwa maana ya ACPA, FCPA au TACPA. Kuna wale wahasibu au wahasibu ambao bado hawajapata hiyo kategori, kwa maana wanakuwa ni GA. GA maana yake ni graduate accountant. Hawatakiwi kuandaa hesabu, wale wanakuwa bado hawajapata experience. Kwa hiyo imekuwepo tabia ya watu wa aina hiyo kuandaa hesabu na kusaini zile financials, zile hesabu. Sasa kuanzia sasa hivi mfumo wenyewe utawadhibiti, kwa sababu mkaguzi anapotaka kuingiza zile hesabu kwenye mfumo wetu, mfumo utamlazimisha kuchagua mtu aliyeandaa hizo hesabu. Sasa kama yule ni GA, ule mfumo hauwezi ukamuona, manake utamuweka pembeni, hataweza kuonekana. Lakini bado na sheria yetu ilikuwa inazuia mtu kuandaa, umeajiriwa, tuchukue mfano umeajiriwa Azam TV au UFM kama mhasibu mkuu, alafu unaenda kuandaa tena hesabu za NBAA. Sheria inakukataza.
ukisha ajiriwa NBAA au UFM utaandaa hesabu za UFM. Tofauti na hapo inakutaka uanzishe kampuni ya ukaguzi au kampuni ya... Siwezi kufanya kazi kama mkaguzi wa kujitegemea. Mkaguzi wa kujitegemea, independent consultant, independent, siwezi, au kwa sababu nimeajiriwa tu na UFM basi ndio nikague za UFM tu. Na kuna wengine wanaweza wakahitaji Juma wangu muda wa kazi wa UFM, lakini una maelezo mazuri, lakini na kampuni unaruhusiwa, lakini unatakiwa kusajili kampuni. Sawa. Muda nao unatutupa mkono. Umeshaanza kutumika mfumo? Ndio, umeshaanza kutumika. Kwa ufupi, kwa sababu sheria yetu ya kuleta hesabu ilianza mwaka 2021 ndio ilipitishwa. Ndio. Lakini huu mfumo ukiangalia tumeuzindua mwaka huu mwezi wa 7. Kwa hiyo kuna hesabu ziko nyuma kuanzia mwezi wa 7 mpaka mwezi wa 10 tarehe 31 tuliwaambia wakaguzi waingize zile hesabu za nyuma ambazo obviously zina makosa mbalimbali. Tukasema okay, ngoja tuondoe zile control tulizokuwa tumeziweka ili waweze kuziingiza kwenye mfumo kwa ajili ya matumizi mbalimbali. Lakini kuanzia tarehe 1 sasa mwezi wa 11 zinaingizwa hesabu zilizoandaliwa kwa mwaka unaoishia 2024, kwa maana zimekaguliwa 2025. Hizo sasa ndo zitakuwa zina kila kitu kilichotengenezwa kwa njia kilichotengenezwa na mfumo. Ila sasa hivi unatumika na watu wanaingiza zile hesabu na zinapewa hiyo NBA VIN. Okay. Muda umetupa mkono, tuna dakika moja tu, kwa hiyo naona maswali mawili, kwa yawe mafupi kwa sababu yanawezekana yakawa na ndio ama hapana. NBA tayari imekwisha ama ina mpango wa kuunganisha mfumo huu na taasisi nyingine kama vile TRA, NSSF, BRELA, na kwa sababu mifumo inapaswa kusomana. Mpango huo upo au hapana? Mpango huo upo na umeshatekelezwa kwa baadhi ya taasisi. Kwa sasa hivi tumeshaunganisha na TRA. Tupo kwenye hatua za kuunganisha na BOT kwa maana ya bank, na wiki jana tumekaa kikao na watu wa PPRA. Kwa hiyo na wenyewe tutaunga nao. Kwa hiyo tutaunga na taasisi zote ambazo zinatumia fedha ili tuwadhibiti wale watu ambao walikuwa wana forge. Ujumbe wenu sasa, Mohamed na wewe kidogo na Makaka naye atapata nafasi kidogo. Ujumbe wenu ni upi kwa wahasibu, lakini wakaguzi na taasisi zote nchini kuhusu wajibu wao wa kutumia mfumo huu mpya? Moja ni wajibu kwa wahasibu na wakaguzi, fikiri ni kuhakikisha kwamba wanafuata miongozo ya kitaaluma yote inayohitajika na kuwa na tuseme ile integrity, uadilifu katika kila kazi ambayo wanaifanya, katika kila kitu ambacho wanakifanya katika tasnia yetu ya uhasibu na ukaguzi. Asante. Makaka? Na mimi niongezee tu kwenye uadilifu. Tuwaombe tu wahasibu wetu pamoja na wakaguzi wawe waadilifu kwenye utendaji kazi wao. Lakini tunaomba wananchi sasa waache kutumia watu wanaitwa vishoka. Mwisho wa wale watu wanaitwa vishoka ndo mwisho wao. Kwa hiyo hesabu atakazoziandaa zitakosa sehemu ya kwenda kama huyo mtu hajasajiliwa na hana kibali kutoka NBAA. Naam, na hapo ndio tumefika mwisho wa mjadala huu. Kwa hakika tumepata maarifa mapya, na kwangu mimi naamini kwako wewe pia msikilizaji na